Praise God. Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, Mungu ambaye ametupa neema kuwa katika nyumba ya Bwana asubuhi hii njema. Na wakaribisha nyote katika nyumba ya Mungu, aswa wale tuko hapa na pia wale wako mbali na wanao tutasama katika mitandao ya kijamii. Karibuni, tunawapenda ili tushiriki pamoja ibada hii ya asubuhi. Ningependa tuanze kwa maombi na tutaweza kusikiza kile Bwana ananena nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mara tena tunalibariki jina lako. Tunasema asante kwa sababu ya neema hii umetupa Mungu. Tunaomba Baba uishie milele tunapolisikiza neno lako. Neno lako ni wewe mwenyewe. Nena nasi, nena na watu wa nyumba hii, nena na wasikilizaji wetu pande zote katika mitandao ya kijamii. Bwana Mungu wa mbinguni, neno hili tunaomba liwe la baraka juu ya kila mmoja wetu, na sifa zote na utukufu sitazidi kukurudia, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakuheshimu, tunalibariki jina lako na kulipa sifa jina lako lililokuu kuliko majina yote, na ni kwa jina lililokuu la Masihi wetu Yesu Kristo tunaomba tukishukuru na hata tukiamini. Amen, amen. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya hii nafasi njema ambaye Bwana ametukirimia. Ningependa kunena leo ujumbe wa leo kuhusu upendo katika nyumba ya Mungu. Maana kitu salamane sana katika maisha asoya wa Kristo ni tudumu katika pendo ambalo Kristo alitufundisha na akatuimisha tudumu katika hilo pendo. Maana ukiangalia katika maandiko kitu ambacho Kristo aliangazia na akasema ukiweza kusikilia pendo lake umeweza kutimisha aswa yale mengine alikuwa anaelezea kuhusu maisha ya Mkristo. Kwa hivyo tutaangalia katika neno la Mungu in the book of Romans chapter number 12. Na kabla tusome Romans, tutaangalia waraka wa kwanza wa Petero 4 mstari wake ule wa 8. Waraka wa kwanza wa Petero chapter number 4 verse number 8. Maandiko inasema zaidi ya yote. Nataka tusikie hivi vizuri. Sikia vile maandiko inasema, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano ustiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo kanisa la Kristo, tukitaka kuepuka dhambi, tukitaka kuwa katika pendo moja katika nyumba ya Bwana, ni kuwa na juhudi nyingi katika hali ya kupendana katika nyumba ya Mungu. Maandiko imeimisha vizuri ya kwamba zaidi ya kitu kingine kile, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika upendo. Kwa hivyo upendo unajumuisha kila kitu katika nyumba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake lile agano katika ile 10 commandment, akawaambia mkiweza kusika hii ya kupendana mumekamilisha mengine yote. Maana katika upendo huwa na jumuisho ama ukamilifu wa kila kitu ambacho unapaswa kukifanya katika nyumba ya Bwana. Ukiwa na upendo wa Mungu hauwezi ukachukia ndugu yako. Ukiwa na upendo wa Kristo hauwezi ukanena kisisofaa kuhusu ndugu yako. Lakini ikiwa pia kuna jambo ambalo aliendi pasalo, maana una upendo wa Kristo, utajitoa wewe mwenyewe
uweze kumwombea na uweze kumunenea mambo yaliyo mazuri, ili kwamba ikiwa kuna jambo ambalo liendi sawa, Mungu aweze kulihimisha, kumusaidia liweze kuenda jinsi ipasavyo. Mstari wake wa 9 unasema, mkaribisane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Kwa hivyo kitu ambacho kinasoleta manunguniko katika nyumba ya Bwana ni kule kukosa kuwa na pendo la Kristo. Ukiwa na upendo wa Mungu, manunguniko yanakoma katika nyumba ya Bwana. Maandiko inasema mkaribisane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Ikiwa Mungu amekujalia karama ya kuweza example kuandaa kiti katika nyumba ya Bwana, fanya ile jambo pasipo manunguniko. Ikiwa Mungu amekupa neema ya kusimama katika madhabahu, simama pasipo manunguniko. Ikiwa Mungu amekupa neema ya kufanya jambo lolote katika nyumba ya Mungu, fanya pasipo manunguniko. Maana manunguniko si kitu ambacho inaopaswa Mkristo ambaye ako na pendo la Kristo ndani yake. Mstari ule wa 10 nasema, kila moja kwa kadiri alivyopokea karama, itoeni kama mawakili wema na neema mbalimbali za Mungu. Kwa hivyo hapa, kila moja kwa kadiri alivyopokea karama, itumieni kwa kudumiana. Kwa hivyo karama yoyote mtu aliyepewa katika nyumba ya Bwana, uliyejaliwa hii huduma njema kama ya hii kamera, Mungu amekujalia ili tuweze kutumia katika njia ya kuhudumiana, ili uhudumie mwenzako. Mungu akiwa amekujalia karama ya kutengeneza kitu chochote katika nyumba ya Mungu, Mungu amekujalia hiyo karama ili tuhudumiane vema pasipo kunungunika, pasipo kulalamika, pasipo kusikia vibaya kwa ajili ya mwingine afanye kile unachofanya. Huyu angalia hivi, huyu atendi hii. Maandiko inasema Mungu ametupa karama tofauti tofauti, kusudi ni moja, ili tuweze kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mungu mwenyewe Baba aliyetuumba anajua ametupa neema mbalimbali. Kuna neema kama huyu baba amepewa, kuna neema yule kijana katika nyumba ya Mungu amepewa, kuna neema yule mama amepewa tofauti. Maana katika maandiko tunaona kuna watu wakina Dorcas, kuna watu wakina mitume walikuwa wanafanya neema, kazi mbalimbali katika nyumba ya Mungu. Kuna wenye wanatengeneza hivi vitambaa, wao ni wa dhamana. Kuna wenye wanatuhudumia kama wale ambao tunapata sai kwao, pia ni wa dhamani. Maana hauwezi ukapewa karama zote. Maandiko inasema tumepewa neema mbalimbali, kusudi ni moja, tuhudumiane, tukamilise mwili moja ambao ni wa Yesu Kristo. Praise God. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu kitu ya dhamana ambacho tunapaswa kujua Mkristo wherever you are ni kwamba tuna karama tofauti, na kama mwili moja, example ni hii, mwili ni moja, lakini Mungu amepea maso kazi ya kuangalia ili mwili upate nuru. Mungu amepea mdomo kazi ili mdomo uongee, ili mdomo utumike katika kulisa mwili mzima. Mungu amekupatia mikono, ipee mdomo. Mungu amekupatia miguu, ielekeze mwili mahali unapaswa kwenda. Na hakuna kiungo kinaweza jivuna kiambie mwili wewe
mimi ndio nakusaidia. Viungo vyote ni vya dhamana, maana kila kiungo kinaungana na kinasaidia mwili mzima. Kwa hivyo kanisa la Kristo tu mwili moja. Tudumu katika pendo la Kristo. Ikiwa huyu ndugu anafanya hii, penda hiyo karama, itumikie katika mwili, kukamilisha mwili moja wa Yesu Kristo. Mbona kanisa la Mungu siku hizi watu wameingiwa kuchukia hii kanisa ifanye hii ifanye? Mwili ni moja, tuhimisane katika upendo. Chukia lililo baya, tupendane, maana mwili ni moja wa Yesu Kristo. Tuangalie hiyo verse 11. Mtu akisema kama mausia ya Mungu, mtu akiundumu na undumu kwa nguvu anasoyaliwa na Mungu. Kwa hivyo kwa karama yoyote katika nyumba ya Bwana, Mungu aliyekujalia, kama unaundumu ama unayetumika, tumika kadri ya nguvu zile Mungu alizokujalia nazo kutumika, ili tuweze kuunganisha mwili wa Kristo ufanye kazi katika lengo moja na katika nia moja. Nimewapea example iliyo jema ya kwamba mwili huu una viungo vingi, na jinsi mwili ulivyojawa na viungo vingi, hakuna kiungo, masikio hayawezi yakajiringa, macho hayawezi yakajiringa, mdomo huwezi ukajiringa uambie mwili ni mimi nakusaidia, kama si mimi huwezi ukafanya. Miguu huwezi kajiringa iseme mwili ni mimi nimekusaidia. Kila kiungo Mungu alituumba akapendelea kila kiungo na akakidhamini, ili mwili mzima ukamilike, utende katika ukamilifu. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu kanisa la Mungu wherever yuko, tutumike katika kuundumiana katika pendo la Kristo. Tusiwe na lawama, tusiwe na manunguniko ya kusema hawa na hawa hawatendi hili, hawalifanyi lile, lakini tujue mwili ni moja, Kristo wa Yesu Kristo. Tudumu katika pendo lake Yesu Kristo. Maandiko inasema mtu akiundumu na undumu kwa nguvu anasoyaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Kwa hivyo kusudi hii ni jina la Baba litukuzwe. Kusudi la kufanya jambo hili, kusudi ya kiungo chochote kufanya kazi mahali ambapo umejaliwa karama, ni hili jina la Baba liweze kutukuzwa, ni hili jina la Mungu liweze kutukuzwa. Kanisa la Bwana, na wazii kwa neema yake Mungu, kama umejaliwa neema ya kumsifu Mungu, ya kumwimbia Bwana katika nyumba ya Mungu, karama ifanyize kazi. Na usilaumu yule ndugu unayepatia nafasi apige chorus anayesido kuimba. Neema hiyo umejaliwa ili tukamilishe mwili moja wa Yesu Kristo. Na kama umepewa neema ya kufanya jambo lolote katika nyumba ya Mungu, tufanye pasipo lawama, pasipo kuhukumu wengine. Ukisema mimi ndio naweza wasaidia, nisipofika kanisani leo kuimbiza watakaa, ole wako. Mungu amebariki watu wako na karama nyingi, na hata hiyo karama uko nayo ni Mungu amekupea, sio wewe uliyejipatia, si kwa sababu wewe ni bora sana kuliko wengine. Umejaliwa na Mungu, itumikishe, ifanye kazi inayopaswa. Nimekupa example iliyo jema ya kwamba maso hayawezi akajiringa yaseme ni mimi na kuelekeza mwili. Miguu pia ikikataa, utaenda wapi? Mikono ikikataa kukulisha, utafanya nini? Kwa hivyo kila kiungo ni sadhamana, kila kiungo ni sadhamana. Kwa hivyo tudhamini kila huduma
ambaye Mungu ametupatia. Tudhamini kazi ambaye ile Bwana ametia ndani yetu, ili mwili moja ambao tumeyaliwa mwili wa Yesu Kristo tukamilishe pasipo manunguniko, pasipo mabishano, pasipo kulalamikia wengine. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya neno lake na kwa sababu ya Mungu kunena nasi asubuhi ya leo. Ningependa tusome kitabu cha Mwisho tunapokamilisha somo letu la asubuhi katika kitabu cha Warumi 12. Warumi 12 mstari ule wake wa 10. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Kama kuna mtu pande hiyo kuna Bible anaweza tusomea Romans chapter number 12 verse 10. Romans 12 Romans 12 verse 10 to 14. Mark, you can read it for us. Kwa pendo la udugu mpendane nyinyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ni verse 10. Maandiko imetuambia kwa pendo la undugu mpendane ninyi kwa heshima mkiwatanguliza wengine. Kwa hivyo kitu ambacho maandiko inayotuhimiza sadhamani kwetu, kama itakuweko pendo la ndugu, tupendane sisi kwa sisi. Tupendane sisi kwa sisi, sio tusukiane sisi kwa sisi. Ni tupendane sisi kwa sisi. Na maandiko aina oso ni nyingine ya kwamba kuwe na suki, la, ni kuwe na juhudi za kupendana sisi kwa sisi. Ni kuwe na juhudi la kupendana sisi kwa sisi, ili tundumu katika kutanguliza upendo ambalo Kristo alidhihirisha kwetu. Maana kama utampenda ndugu yako aliye karibu na wewe, usiniambie ya kwamba utapenda Mungu ambaye umuoni. Mungu ni upendo, na ukipenda ndugu, ukipenda dada mwenzako, ukipenda yule aliyekaa karibu nawe, ukipenda watu wenzako mnaondumu pamoja, hakika lile pendo la Kristo litadhihirika kwako. Lakini ikiwa kuna kuchukiana, ikiwa hakuna kutaka kuona wenzako, usiniambie ya kwamba una upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ametupima ya kwamba kile ametuhimiza ni tupendane sisi kwa sisi, ili upendo wake Kristo udhihirike ndani yetu. Tusomee mstari wa 11. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Sikia, tukitaka kuwa na juhudi katika kumtumikia Mungu, ni tuimishane katika upendo, ni tundumu katika upendo. Maana upendo ukikosekana, juhudi za kumtumikia Mungu asimo ndani yetu tena. Lakini tutakuwa katika hali ya kutengana na kusukiana. Unaenda nje, unasikia mtu ananena kuhusu ndugu mwenzako, mnashiriki nyumba moja, nawe pia unandumu katika ile unashirikiana na yule kusukia mwenzako. Mnashiriki pamoja, mnaabudu Mungu moja, bandalo mwambie brother, kama hii yendi sawa, kwa hiyo my brother tumuombe, tumpeleke
mbele za Mungu, tuambie Mungu amuonee huruma, amjalie hii na hii, amwelekeshe katika ile njia inayopaswa. Kwa hivyo nawasihi kwa neema yake Mungu, wherever you are, let the love of God be in you. Tupendane, tuimishane katika upendo wa Kristo, na tukihimizana katika pendo tutandumu pamoja. Hakutakuwa na suki katika nyumba ya Mungu, hakutakuwa na malalamiko ya kwamba huyu afanye hii, huyu afanye hii, huyu atendi hii, lakini upendo wa Yesu utadhihirika ndani yetu. Na maandiko imekuhimiza vizuri, kama umejaliwa karama. Katika ile kitabu tumetangulia kusoma, waraka wa kwanza wa Petero, maandiko imetuhimisha ya kwamba kama umepewa karama, itumikishe katika upendo pasipo manunguniko. Maana hiyo karama ni Mungu amekunemesha, ni Mungu amekujalia ili tukamilishe mwili moja wa Yesu Kristo. Na zaidi ya yote, hiyo mstari wa 14 imesema ya kwamba ili jina lake Mungu lipate kutukuzwa ndani ya yote. Tumejaliwa karama tofauti. Maandiko imetuhimisha karama mbalimbali. Kwa hivyo Baba aliyetuumba anadhihirisha kwamba ayatupea karama zote. Amepea huyu hii, amepea huyu hii. Na Mungu aliyekujalia kukupa karama hata zote, tumika katika upendo ili mwili wake Yesu ukamilike pamoja na katika upendo. Kwa hivyo I thank God, naamini tumebarikiwa. Nitaachia hapo. Mungu wa amani awabariki, awatende mema. Wacha tuombe kwa niaba ya wale walio hapa na wale walio nje. Tuombe injili hii ikufikie wherever uko, in the mighty name of Jesus. Kama uyaokoka, wakati ni sasa. Yesu alikupenda pasipo kutoa chochote, pasipo wewe kutoa kitu ili upendwe. Yesu alitupenda akatoa uhai wake bure, maisha yake hakuyadhamini kwa sababu yetu, akajitoa hadi kufa tupate wokovu. Na kusihi kwa neema yake Yesu, mpokee leo, akubadilishe, akufanye kiumbe kipya, ili undumu katika hili pendo ambalo halina mwisho. Ningependa urundie hii nyuma yangu, na Bwana atakuokoa, atakudumisha katika pendo lake. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Asante kwa ajili ya kifo chako pale msalabani kwa ajili yangu, na kwa ajili ya kutoa uhai kwa ajili yangu. Yesu, naja kwako. Mungu, nilikuwa nimetengana nawe na kutokukubali, ulinifia. Sasa Yesu, nageuka nikutasamie, uniokoe, unibadilishe, unifanye kiumbe kipya, ili Baba nindumu katika pendo lako. Asante Yesu kwa kuniokoa na kwa kunipenda. Sasa Baba, nageuka niwe kiumbe kipya. Kuanzia sasa nimeokoka na nimeamini, na ni kwa jina la Yesu nakuombea. Baba akudumishi katika hiyo wokovu. Wacha nikuombee, na Mungu atakutia nguvu zaidi za kumtumikia na za kumsimamia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Baba kwa yule mtu ambaye Baba siku ya leo amekata kauli ya kukutumikia. Asante Jehova El Shaddai kwa ajili ya kukubali upendo wako uliotoa pale msalabani kwa ajili yetu. Baba Mungu, mdumishe katika uokovu, ili Jehova Jire akandumu katika ili pendo ambalo Baba tumeshungumzia, ambalo Baba limetunenea katika neno lako litakatifu. Jehova, tunaondolea
huyu mpendwa, kila roho zote za kumrejeza nyuma, tunamwondolea kila vizuizi vyote na kila mbaria zote juu ya anga yake. Asina mamlaka, asina nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Akakutumikie na akakuisie siku zote za maisha yake. Tumemtenganisha na roho zote za kumrejeza nyuma, tumemtenganisha na uovu wote. Baba, neema yako ikamtoshe, ikatose msikilizaji, ikatose aliyekupokea, na jina lako litazidi kuhimidiwa na kupewa sifa. Asante pia nami Bwana, mtumishi wako kunijalia neema hii ya kunena neno lako. Asante Baba kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tumefika katika nyumba hii asubuhi ya leo, umetujalia neema ya kusikiliza neno lako, ya kwamba Baba neno lako limetuimisha tudumu katika upendo wako, tupate kufanya kazi kwa juhudi zote katika hali ya kutukuza jina lako Mungu wa mbinguni, na kutuimisha tudumu katika upendo wako. Jina lako Baba litukuzwe, lipewe sifa kwa ajili ya kutunenea asubuhi ya leo, na ni kwa jina lililokuu la Masihi wetu Yesu Kristo tunaomba tukishukuru na hata tukiamini. Everybody say amen. Amen. Kwa hivyo shalom, shalom. Mungu awabariki na awatende mema na awasidisie neema. You are blessed of the Lord. Amen.